Katika kile ambacho kinaendelea kama sehemu ya kutafuta suluhu ya kudumu baina ya mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya utawala wa Tehran, afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Irani mwenye ufahamu juu ya mapendekezo yaliyowasilishwa na utawala wa Washington, akizungumza na Press TV, aliweza kusema kwamba Irani haitaweza kumpa nafasi rais wa Marekani Donald Trump ya kuamua au kuwa mwamuzi wa mwisho wa juu ya muda wa kumalizika kwa vita. Badala yake Irani itamaliza vita kwa wakati ambapo itaamua kufanya hivyo na wakati ambao Irani itajihakikishia matakwa yake kutimizwa. Aidha, afisa huyo alisema kuwa, na huku akisisitiza kwamba Tehran inaendelea na azma yake ya kuimarisha ulinzi ndani ya taifa hilo na kuwapa mapigo mazito maadui zake hadi pale matakwa yake yatakapoweza kupata hatima ya kuamriwa na kutimizwa kikamilifu. Aidha, kwa mjibu wa afisa huyo, Washington imekuwa ikifanya mazungumzo kupitia njia mbalimbali za kidiplomasia na kuweka mapendekezo ambayo Tehran inayaona kama mapendekezo yaliyopita kiasi na yaliyoweza kutenga ukweli wa kushindwa kwa Marekani katika medani ya kivita. Kiongozi huyo hajasita kuonyesha wasiwasi juu ya kuiamini Marekani pamoja na Israeli, kwani wamekuwa na tabia za kigeugeu, huku akisisitiza kwamba Marekani pamoja na Israeli zimekuwa na tabia za kilaghai pindi makubaliano yanapoingiwa katika meza ya mazungumzo. Aidha, kiongozi huyo ameweza kutoa masharti makuu matano kama sehemu ya matakwa ya utawala wa Tehran, na endapo matakwa hayo yakitekelezwa, basi itakuwa ni mwisho wa vita kulingana na mahitaji ya upande wa Tehran. Na sharti la kwanza lilikuwa ni kusimamishwa kabisa kwa uchokozi na mauaji ya viongozi yanayofanywa na maadui zake, yani Marekani pamoja na Israeli, dhidi ya viongozi na wananchi wa upande wa Tehran. Lakini sharti la pili ilikuwa ni kuanzishwa kwa mifumo madhubuti na mifumo ya kuhakikisha kwamba vita haviwezi kurudishwa tena kwa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Na sharti la tatu ikiwa ni malipo yaliyothibitishwa na yaliyofafanuliwa wazi kabisa ya uharibifu wa vita na fidia. Na sharti la nne likiwa ni hitimisho la vita katika nyanja mbalimbali au nyanja zote kwa vikundi vyote vya upinzani vinavyohusika katika eneo lote la Mashariki ya Kati, yani proxies wa Irani. Hapa tunazungumzia upande wa Houthi, upande wa Hezbollah na wale wa Iraqi. Lakini sharti la tano, utawala wa Irani inabidi utambulike moja kwa moja kuwa mmiliki wa haki kabisa katika mlango bahari wa Hormuz, utambulisho ambao itabidi uwe wa kisheria na wa asili katika dhamana ya kuulinda na kusimamia mlango bahari wa Hormuz. Na pia upande wa pili inabidi uridhie moja kwa moja, yani Marekani pamoja na Israeli wanapaswa kukubali kwamba umiliki wa mlango bahari wa Hormuz upo chini ya usimamizi wa Irani.